Habari zako ewe mpendwa mfuatiliaji na msikilizaji wa Kivu News Info, mahali pote ulipo tunatumainia unaendelea salama. Karibu sana kwenye kipindi hichi cha redio, tukiwa leo tarehe 11 mwezi wa 8 mwaka 2026, na tunakukaribisha sana katika dakika chache zijazo ili kuweza kupata taarifa mbalimbali kutoka ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ndani ya Afrika na pia ndani ya maeneo mengine. Katika habari zetu za leo tutakwenda moja kwa moja ndani ya Ituri, ambako mashirika ya kiraia mjini Bunia yameendelea kupinga miradi ya kuweza kufanya exploitation ya petrole inayopangwa katika eneo la ziwa la Albert. Pia tutasafiri kwenda Nigeria ili kuweza kufuatilia hali ya usalama ambayo inaendelea huko, ambako mapambano kati ya vikosi vya usalama na watu wanaodaiwa kuwa wachambazi yameweza kusababisha vifo vya watu 29. Na kutoka Kwango tutaweza kuzungumzia watu 4 wameweza kupoteza maisha katika ajali ya pikipiki 2 kwenye barabara ya taifa ya namba 1. Huko Beni, baadhi ya shughuli zimeweza kupungua kufuatia wito wa ville morte unaotolewa na vijana wanaodaiwa kuachiliwa kwa Clovis Musuva. Katika Walikale pia tutaweza kuzungumzia zaidi ya wanafunzi 1500 wako katika hatari ya kukosa masomo kutokana na uharibifu wa shule katika eneo la Banakindi. Endelea kuwa nasi hadi mwisho ili kufahamu kwa undani taarifa hizi na nyinginezo. Usisahau kusubscribe kwenye radio yetu, na pia usisahau kuweza kuendelea kutufuatilia na kushare habari hizi kwa ndugu jamaa na marafiki ili waweze pia kupata habari hizi, na pia usiweze kusahau kucomment ili tujulishe unatufuata ukiwa sehemu gani. Tuanzie taarifa zetu za leo tukiwa ndani ya Bunia, ambako wanaharakati wameweza kupinga vikali miradi ya kuweza kufanya exploitation ya mafuta ambayo inajulikana kama petrol karibu na ziwa la Albert. Mji wa Bunia katika mkoa wa Ituri umekuwa uwanja wa maandamano ya amani ya wananchi wanaopinga miradi ya uchimbaji wa mafuta yanayopangwa katika eneo ya ziwa la Albert. Maandamano hayo yalifanyika tarehe 27 Juni mwaka 2006 yakiongozwa na muungano wa mashirika ya kiraia yanaitwa Notre Terre Sans Petrole, yani ardhi yetu bila mafuta. Mashirika yaliyoshiriki ni pamoja na CDC-RN, FORED, FOCOPELA, AFEM, RPDI na FOPED, pamoja na watetezi wa mazingira na wakaaji mbalimbali wa mkoa wa Ituri. Waandamanaji hao walitembea katika mitaa ya Bunia wakiwa wamebeba mabango na kutoa kauli zinazotaka kulindwa kwa mazingira, hasa mfumo wa ekolojia wa ziwa la Albert. Kwa mujibu wa waandamanaji hao, ziwa Albert ni chanzo muhimu cha maisha kwa makumi ya maelfu ya watu wanaoishi katika maeneo yanayolizunguka. Watu hao wanategemea zaidi uvuvi, kilimo na shughuli nyingine zinazohusisha na rasilimali za ziwa. Waandamanaji wameeleza wasiwasi wao kuhusu madhara ambayo yanaweza kusababishwa na shughuli za uchimbaji wa mafuta katika eneo hilo linalopatikana kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Uganda. Miongoni mwa hatari zilizotajwa ni pamoja na uchafuzi wa maji ya ziwa Albert, uharibifu wa mazingira na viumbe mbalimbali, pamoja na kupotea kwa ardhi na vyanzo vya maisha ya wakaaji wa eneo ya karibu na ziwa hilo. Waandaaji wa maandamano hayo pia wameonya kwamba maendeleo ya sekta ya mafuta yanaweza kuongeza madhara yanayohusiana na mabadiliko ya tabiachi. Wakati wa kusoma memorandum iliyowasilishwa kwa vyombo vya habari, John Lufukaribu Toli, mwanachama wa shirika la FORED, amesema kuwa mradi wa EACOP tayari umehusishwa na kuhama kwa zaidi ya watu 100,000, kupotea kwa mashamba na uharibifu wa mazingira. Kwa mjibu wa John Lufukaribu Toli, uwezekano wa kuunganisha mradi huo na maeneo ya uchimbaji mafuta katika Graben Albertine umeongeza hofu kwa wakaaji wanaozuka
wanaozunguka ziwa la Albert pamoja na misitu ya bonde la Kongo. Maandamano hayo yaliweza kumalizika mbele ya waandishi wa habari mjini Bunia, ambako waandamanaji na waandaaji wa maandamano hayo walisoma memorandum iliyokuwa imeelekezwa kwa mamlaka za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Katika memorandum hiyo, mashirika hayo yameomba kusimamishwa kwa mradi moja kwa moja na wa kuweza kuchimba mafuta katika eneo hilo la ziwa la Albert, na pia yameomba kuwepo kwa mazungumzo ya wazi kati ya mamlaka na jamii zinazohusika. Muungano wa Notre Terre Sans Petrole umesema unapendelea mfumo wa maendeleo unaozingatia zaidi hifadhi ya mazingira, uvuvi endelevu, kilimo pamoja na matumizi ya nishati mbadala. Waandaaji wamekumbusha kwamba bonde la Kongo ni moja ya kati ya maeneo muhimu duniani katika udhibiti wa hali ya hewa. Kwa hiyo wanasema uharibifu wa mazingira katika eneo hilo unaweza kuwa na madhara yanayovuka mipaka ya mkoa wa Ituri. Hiyo ndiyo ilikuwa taarifa yetu ya habari kutoka huko Ituri ndani ya Bunia, ambako wakaaji waliweza kusisitiza kwa kufanya maandamano ili kuweza kulinda ekosistemu yao na kusema kuwa uchimbaji au exploitation ya petrol inaweza kuharibu mazingira. Safari yetu inaendelea ndani ya Nigeria, ambako polisi 10 na raia 2 wameweza kupoteza maisha katika mapambano dhidi ya wajambazi wa Kebbi. Huko nchini Nigeria, watu kadhaa wamepoteza maisha baada ya kutokea kwa mapambano makali kati ya vikosi vya usalama na kundi la watu wenye silaha katika jimbo la Kebbi, kaskazini magharibi mwa nchi ya Nigeria. Kwa mujibu wa polisi, mapambano hayo yalitokea mapema alfajiri ya siku ya Jumanne wakati vikosi vya usalama vilipokabiliana na kundi la watu wenye silaha wanaodai kuwa wajambazi. Taarifa ya polisi inasema kwamba polisi 10, raia 2 pamoja na watu 17 wanadaiwa kuwa wajambazi waliuawa katika mapambano hayo. Kwa hiyo jumla ya watu wote ambao waliweza kupoteza maisha ni watu 29 ambao waliweza kuhesabiwa kwa mujibu wa taarifa zilizotoka kwenye polisi la Nigeria. Kundi hilo la watu wenye silaha lilikuwa kubwa na lilikuwa likikabiliana na vikosi vya usalama katika eneo hilo. Polisi wanasema mapambano yalikuwa makali kabla ya vikosi vya usalama kuweza kuwadhibiti baadhi ya washambuliaji hao. Tukio hilo linaongeza wasiwasi kuhusu hali ya usalama katika maeneo ya kaskazini magharibi mwa Nigeria, ambako mashambulizi yanayofanywa na makundi ya watu wenye silaha yameendelea kwa miaka kadhaa. Katika maeneo hayo, makundi hayo yanajulikana kwa jina la bandi, yani majambazi wenye silaha. Makundi hayo yanahusishwa na uhalifu mbalimbali ikiwepo pamoja na wizi wa mifugo, utekaji nyara wa watu kwa ajili ya kudai fedha za fidia, pamoja na mashambulizi dhidi ya vijiji mbalimbali. Katika baadhi ya matukio, watu wenye silaha kuvamia vijiji na kuwashambulia wakaaji, wakati mwingine huua watu, kupora mali na kuchoma nyumba baada ya kufanya uporaji wao. Jimbo la Kebbi ni miongoni mwa maeneo ya kaskazini magharibi mwa Nigeria ambayo yamekumbwa na changamoto hii ya usalama. Hali kama hiyo pia imeripotiwa katika majimbo mengine ya kaskazini magharibi na katikati mwa Nigeria, ambako makundi ya uhalifu yenye silaha yamekuwa yakifanya mashambulizi mara kwa mara. Kwa miaka kadhaa, serikali ya Nigeria imekuwa ikikabiliana na makundi yenye kupitia operesheni za kijeshi na za polisi, huku vikosi vya usalama vikifanya misako na operesheni dhidi ya maeneo yanayodhaniwa kuwa ngome ya wajambazi hao. Hii ilikuwa ni taarifa ambayo tulikuwa tumekuandalia kutoka huko Nigeria, ambako vikundi vya watu wenye silaha vinaendelea kuzusha wasiwasi ndani ya eneo la Kebbi, na hivyo watu 17 ambao wanahusika na vikundi hivyo wameweza kupoteza maisha, na watu 2 ambao ni raia nao pia waliweza kupoteza maisha, na watu 10 ambao ni jeshi polisi ambao waliweza kupoteza maisha katika eneo hilo wakati wa mapigano. Tuendelee basi na habari yetu tukiwa ndani ya jiji la Beni, ambako limeweza kuzingirwa na hofu
pia kwa ajili ya ville morte ambayo iliweza kufanywa na vijana ambao walikuwa wakilalamikia kuwa mwanachama wao ambaye anajulikana kama Clovis Mutsuva kuweza kufunguliwa na kuwekwa huru, ambaye aliweza kufungwa tangu mwezi jana, mwezi wa Julai. Hali ya shughuli imekuwa ya wasiwasi leo hii tarehe 11 mwezi wa 8 mwaka huu katika baadhi ya maeneo ya Beni mkoani Kivu Kaskazini, kufuatia wito wa vijana wa makundi ya shinikizo la harakati za kiraia wa kufanya ville morte, yani kusimama kwa shughuli. Vijana hao wameitisha hatua hiyo kwa lengo la kushinikiza kuachiliwa kwa Clovis Mutsuva, mmoja wa wanachama wao ambaye amekuwa akishikiliwa katika gereza kuu la Beni tangu mwezi wa Julai. Kutokana na wito huo, baadhi ya maeneo yenye shughuli nyingi mjini Beni yameweza kuwa na ulinzi mkali wa askari polisi ambao wanajulikana kama Police Nationale de Congolaise, huku vikosi vingine vikiweza kutumwa katika maeneo yanayotajwa kuwa na hali ya taharuki kubwa. Katika maeneo mbalimbali ya mji huo wa Beni, biashara na usafiri zimeweza kuwa za kiwango cha chini, kuanzia rond-point ENRA kupitia eneo la biashara la Matonge hadi kwenye soko la Kilokwa. Baadhi ya shughuli zimeonekana kupungua. Baadhi ya wafanyabiashara wamechelewa kufungua maduka yao, huku wengine wakisubiri kuona namna hali ya usalama itakavyokuwa. Katika soko kuu la Beni, baadhi ya sehemu za biashara zimeonekana kuwa na shughuli chache, huku baadhi ya meza na maeneo ya kuuza bidhaa yakiwa matupu. Usafiri kwenye barabara kuu za mji pia umekuwa na kiwango cha chini, huku idadi ya magari na pikipiki ikiwa ndogo ikilinganishwa na siku za kawaida. Katika baadhi ya mitaa ya Komine Malekera, hali imekuwa tofauti zaidi baada ya barabara kadhaa kuzibwa kwa viziwizi. Kwa mujibu wa taarifa kutoka eneo hilo, vijana waliweka vizuizi kwenye barabara wakati wa usiku, wakilenga kuonyesha hasira zao na kuunga mkono madai yao. Mbali na kutaka kuachiliwa kwa Clovis Mutsuva, vijana hao wana madai mengine ya kisiasa na kiutawala. Miongoni mwa madai hayo ni kutaka gavana Evariste Somo aondolewe katika uongozi wa mkoa wa Kivu Kaskazini. Clovis Mutsuva alikamatwa tarehe 18 Julai mjini Beni. Mutsuva ni mwanachama wa chama cha kisiasa cha Ensemble pour la République. Anatuhumiwa kwa makosa ya kuhusishwa na kusambaza taarifa za uongo, na kwa mujibu wa mamlaka za eneo hilo. Kwa hiyo hata hivyo, jina lake limekuwa likijulikana zaidi mjini Beni kutokana na kauli zake za kukosoa hali ya usalama, hasa mauaji ya raia yanayohusishwa na kundi la ADF pamoja na masuala ya utawala mubaya. Tangu alipowekwa kizuizini, amekuwa na sauti mbalimbali zinataka aachiliwe. Wawakili wake pia wanaendelea kudai haki zake na kutaka hatua zichukuliwe kuhusu hali yake na hali yake ya kisheria. Kwa upande wao, vijana wanaongoza ville morte hiyo wanasema hatua hiyo ni njia kuonyesha kutoridhishwa kwao na hali ya sasa na kushinikiza mamlaka kuweza kumwachilia mtu huyo ambaye ni mwanachama wao. Hizo ndizo habari ambazo tulikuwa tunakuletea kuhusu ville morte ambayo inafanywa huko Beni siku ya leo, na hivyo serikali yao ambayo inawatawala kwa muda huu ilijaribu kuweza kuwanyamazisha, lakini baadhi ya maeneo yaliweza kudhibitiwa, lakini baadhi ya mengine maeneo bado wananchi au vijana hao wanaendelea kufanya ville morte hiyo. Tuelekee basi huko Walikale ambako zaidi ya wanafunzi 1500 wako hatarini ya kukosa masomo kutokana na uharibifu wa shule zao.
Wakati siku za kuanza mwaka mpya wa masomo wa mwaka huu wa 2026-2027 zikiweza kukaribia, hofu imeongezeka katika eneo la Banakindi katika groupema ya Kasimbi, teritwari ya Walikale, mkoani Kivu Kaskazini. Zaidi ya wanafunzi 1500 wako katika hatari ya kushindwa kurudi shuleni kutokana na uharibifu wa miundombinu ya shule katika eneo hilo. Tatizo hilo linahusu shule kadhaa zilizopo katika eneo la Banakindi, likiwemo shule za msingi la Miria, Minjenje na Katobo pamoja na NCT Mpeti. Kwa mjibu wa taarifa kutoka eneo hilo, majengo ya shule hizo yaliharibiwa katika kipindi cha ambacho eneo hilo lilikuwa chini ya udhibiti wa waasi wa M23. Vyanzo vya kimila kutoka Banakindi vinaeleza kwamba miundombinu ya shule iliharibiwa kwa kiwango kikubwa. Baadhi ya mbao zilikuwa zikitumiwa katika ujenzi wa majengo hayo zilitolewa na kutumiwa kama kuni na wapiganaji. Mbali na majengo, vitabu, vifaa vya shule na vifaa vingine vya kufundisha pia viliharibiwa au kuchomwa moto. Hali hiyo inawaacha watoto wengi bila mazingira ya kawaida ya kujifunza wakati mwaka mpya wa masomo unapokaribia. Mmoja wa watu mashuhuri katika eneo hilo anasema watoto bado wana hamu ya kusoma, lakini hawana tena nyumba ya madarasa ya kuenda. Anasema majengo ya shule yameharibiwa na vifaa vya elimu vimetoweka. Hivyo ameweza kuzitaka mamlaka zisiweze kusahau eneo la Banakindi. Tatizo hili limekuwa kubwa zaidi kutokana na ukweli kwamba familia nyingi zimeanza kurejea katika vijiji vyao baada ya kukimbia makazi yao kwa muda kutokana na ukosefu wa usalama. Baada ya miezi kadhaa ya kuhama kutokana na hali ya usalama, wakaaji wameanza kurejea katika maeneo hayo. Hizo ni taarifa za habari ambazo tulikuwa tukikuandalia kutoka huko Walikale, ambako hali ya usalama imeweza kurejea polepole. Lakini kuhusu wanafunzi ambao hivi karibuni wataanza mwaka mpya wa masomo, majumba yao au masomo ambazo walikuwa vikitumia ziliweza kuharibiwa na vifaa ambavyo vilikuwa vikitumiwa kwa ajili ya masomo pia viliweza kuharibiwa. Hivyo serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaombwa kuweza kufanya haraka ili kuweza kusaidia ili watoto waweze kuanza mwaka mpya wa masomo wakiwa na vifaa kamili ili kuendelesha shughuli za kimasomo au za kielimu. Wasikilizaji wetu wapendwa, hapo ndipo tunafikia mwisho wa taarifa zetu za habari kwa wakati huu. Tumekuletea habari kuhusu wasiwasi wa mashirika ya mazingira mjini Bunia kuhusu miradi ya kuweza kufanya exploitation ya mafuta ndani ya ziwa la Albert. Pia tuliweza kuzungumzia mapambano ya usalama nchini Nigeria iliyosababisha vifo ya watu 29, na tuliweza kuzungumzia ajali mbaya katika barabara ya namba 5 mkoani Kwango na pia tuliweza kuzungumzia hali ya ville morte ndani ya mji wa Bunia pamoja na changamoto za zaidi ya wanafunzi 1,500 wa Banakindi Walikale ambao wako katika hatari ya kukosa masomo kutokana na uharibifu wa shule zao. Tunawashukuru sana kwa kuendelea kutupa muda wenu na kutuamini kama chanzo chenu cha habari. Kwa habari zaidi endelea kufuata kwa karibu Kivu News Info na utaweza kupata habari barabara ambazo zimeweza kuthibitishwa. Na kama bado haujaweza kusubscribe kwenye channel yetu, tafadhali subscribe sasa, bonyeza alama ya kengele na ushiriki habari hizi na wengine ili nao waweze kupata taarifa kwa wakati. Kutoka kwetu sote katika Kivu News Info tunawatakia wakati mwema na amani popote mlipo. Mimi ni mtangazaji wako Leta Pepele. Tutaonana tena katika kipindi kijacho. Asante kwa kuweza kutusikiliza.